Licha ya vita ya Ukraine na Urusi kutopata ufuatiliaji mkubwa wa kimataifa kama ilivyokuwa miaka ya mwanzo wa uvamizi, mapigano bado yanaendelea kwa nguvu, huku mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yakiongezeka kutoka pande zote mbili. Hakuna upande uliopata ushahidi wa wazi, na mstari wa mapambano umeendelea kubadilika taratibu, huku kila upande ukijaribu kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa mwenzake. Hii ni TriGen Media, nami ni Hamisi Mbega. Katika wiki za hivi karibuni, Urusi imeongeza mashambulizi makubwa dhidi ya Kiev na miji mingine ya Ukraine kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia, majeruhi na uharibifu wa miundombinu ya makazi pamoja na huduma muhimu. Hali hiyo imeongeza shinikizo kwa serikali ya Ukraine kuimarisha ulinzi wake wa anga. Mbali na mifumo ya Patriot, Ukraine pia inaomba makombora ya ziada ya kuzuia mashambulizi ya ballistic, rada za kisasa pamoja na vifaa vya vita vya kielektroniki vinavyoweza kuzuia au kuvuruga ndege zisizo na rubani zinazotumiwa na Urusi karibu kila siku. Ukraine imeendelea kuongeza mashambulizi ya masafa marefu kwa kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya kijeshi, maghala ya silaha na baadhi ya miundombinu ya nishati ndani ya Urusi. Lengo la mashambulizi hayo ni kupunguza uwezo wa Moscow kuendesha operesheni zake za kijeshi na kulazimisha Urusi kugharamia zaidi ulinzi wa ndani. Hata hivyo, wachambuzi wengi wa kijeshi wanaeleza kuwa mashambulizi ya pande zote mbili bado hayajabadilisha kwa kiwango kikubwa mwelekeo wa vita. Badala yake, mapambano yameendelea kuwa ya uchovu, yani war of attrition, ambapo kila upande unategemea uwezo wake wa kuzalisha silaha, kupata wanajeshi wa kudumisha uchumi wa vita kwa muda mrefu. Kwa sasa, Ukraini inaendelea kuhitaji risasi za mizinga, makombora ya masafa mbalimbali, ndege zisizo na rubani, mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na uwekezaji katika uzalishaji wa silaha za ndani ya nchi ili kupunguza utegemezi wake kwa misaada kutoka mataifa ya magharibi. Kwa upande wa Urusi, licha ya kuendelea kushikilia sehemu kubwa ya maeneo iliyoteka mashariki na kusini mwa Ukraini, imeendelea kukabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani ndani ya mipaka yake, pamoja na vikwazo vya kiuchumi kutoka mataifa ya magharibi. Uchumi wa Urusi umeendelea kuhimili kwa kiwango fulani kutokana na matumizi makubwa ya serikali katika sekta ya ulinzi, mauzo ya nishati. Kwa ujumla, baada ya zaidi ya miaka minne ya vita, hakuna dalili za ushindi wa haraka kwa upande wote. Hatima ya vita hii itaendelea kutegemea uwezo wa Ukraine kupata msaada wa kijeshi kutoka kwa washirika wake, uwezo wa Urusi kuendeleza mashambulizi yake, pamoja na kama juhudi za kidiplomasia zitafanikiwa kufungua njia ya mazungumzo ya amani yenye masharti yatakayokubalika kwa pande zote mbili. Hii ni TriGen Media, nami ni Hamisi Mbega. Tafadhali endelea kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.